Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye madhabahu ya kambi ya wateule. Alhamisi nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja, na ili pia tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati, siku ya leo ningependa twende moja kwa moja kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, na ninasoma kwenye kitabu cha Isaya 61 mstari wa 10. Isaya 61 mstari wa 10, na Biblia inasema, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Kazungumze nasi siku ya leo kupitia hili neno lako. Kanene nasi siku ya leo kupitia hili neno lako. Katuimize, katurekebishe, katupe mwelekeo wa utukufu wa jina lako. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Na kwanza katika Isaya 61 tunaona ya kwamba hapa ni nabii Isaya, na ambaye anakuwa anasifia ukuu wa Mungu, anakuwa anatabiri. Na licha ya kwamba kutokana na wasomi wengi wanaamini ya kwamba huyu si Isaya aliyeandika katika kuanzia, wanasema ni awamu ya 3 ya kitabu cha Isaya, na ambayo inaanzia Isaya 56 hadi 66, na ambao wanasema kwamba iliandikwa baada ya wana wa Israeli kurejea kutoka Babiloni. Na hivyo wakati wa kile kipindi wanasema ya kwamba wakati wa kujenga lile taifa upya katika imani yao, pale ndipo kile kitabu ama ile sehemu ya 3 ya Isaya iliandikwa. Na licha ya kwamba wasomi wengi wanasema kwamba si yeye aliyeandika, lakini ni unabii wake uliandikwa. Na hivyo mara tumesoma katika Isaya 61, ni kumaanisha ni unabii wa Isaya unakuwa unatolewa. Na hivyo katika huu mstari tunaona zaidi ni furaha ya ndani inaelezewa. Tunaona ni shukrani ya ndani inatolewa kutokana na ukombozi, au kutokana na Mungu kuwaokoa, kutokana na Mungu kuwavika vazi la haki, kuwavika vazi la wokovu na haki. Na hivyo tunaona hapa nabii Isaya akizungumza, anafurahia kwa sababu Mungu amebadilisha na kurejesha watu wake. Maana anasema kuwavika vazi la wokovu. Na hivyo huyu mwandishi wa hichi kitabu anamtukuza Mungu kwa kazi yake ya ukombozi, anamtukuza Mungu kwa uaminifu wake. Na hivyo anakuwa anawahimiza wana wa Israeli, akiwaonyesha licha ya yale mateso walioyapitia katika zile nchi za utumwa, Mungu hakuwa amewaacha. Na hivyo akawa analeta lengo au jambo la kufuatilia kwamba Mungu anaweza akatukomboa, Mungu anaweza akawakomboa. Wokovu unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndio maana haya mafundisho siku ya leo nimeapa kichwa, kuvikwa vazi la wokovu na haki. Kuvikwa vazi la wokovu na haki. Na jinsi nimekuelezea katika huu utangulizi hapa katika hili neno, nyakati nyingi sisi tunapovaa, sisi hujiandaa kuvaa. Unajiandaa kuvaa, unataka kutoka kwako ukiwa mtu ambaye unakaa vizuri. Na hivyo wakati mwingi labda umetumia kipindi kuchagua zile nguo utavaa, kuchagua zile viatu utavaa, lakini ushawahi fikiria kuhusiana na mavazi yako ya kiroho? Ushaifikiria kuhusiana na mavazi yako ya kiroho?
sawia tu na jinsi unaweza ukavua koti na kuvaa koti, pia nasi tunaweza tukavaa tabia mbaya, tunaweza tukavaa mambo ambayo hayafai mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kubadilisha mavazi yetu ya dhambi na kushindwa na kuvaa mavazi ya wokovu na haki yake. Angalia kwamba mstari huu hausomi kuwa ni lazima utengeze vazi la haki kabla hujalivaa. Hausemi kwamba lazima ufanye kazi kwa bidii ili kustahili haki. La hasha. Ni haki ya Mungu inayotoa kama zawadi, anayoitoa kama zawadi kwetu tunapokubali kile ambacho Yesu alitufanyia. Na ndio maana katika utangulizi tumeona katika unabii wa Isaya anawaambia kwamba Mungu ni mwenye upendo, ni Mungu ambaye anayeokoa watu wake, ni Mungu ambaye licha watu wake kwenda mateso, licha watu wake kuwatesa, bado yeye atawakomboa. Wokovu ni wa Mungu, unatoka kwa Mungu, na zaidi yeye ni mwaminifu kwa watu wake. Vivyo hivyo lazima tuelewe ni haki ya Mungu anaotoa kama zawadi kwetu tunapokubali kile ambacho Yesu alifanya. Tunaona hata wana wa Israeli walipokubali, walipomlilia Mungu, walipotaka kurejea katika njia za Mungu, Mungu aliwarejesha tena. Mungu akawavika vazi la wokovu na haki na akawarejesha tena katika nchi yao, wakaijenga upya. Na pale ndio unabii unakuwa unatoka, na wanahimizwa kufurahia ukombozi wa Mungu, kumtukuza Mungu, maana pekee ndiye anaweza akaokoa. Vivyo hivyo na sisi, ikiwa leo umevaa uzito wa moyo, hatia, lawama au aibu, pokea zawadi yake ya msamaha na umruhusu akunamishe na kukuvika mavazi ya wokovu na vazi lake la haki. Leo ni siku mpya na unaweza kuanza upya kwa kufungua tu moyo wako kwake Mwenyezi Mungu, ukakubali yale yote unataka, ukakubali mahala ulikosea. Kama wana wa Israeli waliporejea katika njia za Mungu, Mungu aliwavika vazi la wokovu, Mungu aliwavika vazi la haki na akawakomboa, akawarejesha. Nawe pia anaweza akakuvika vazi la wokovu na la haki. Haustahili kuendelea kuteseka katika dhambi, haufai kuendelea kutesekea katika kuchukia watu, katika uchungu wa moyo uliumizwa, lakini umeshikilia hilo. Haustahili. Unachohitaji ni kumruhusu Mungu, unachohitaji ni kukubali njia za Mungu, na unapokubali njia za Mungu, yeye mwenyewe atakuokoa, yeye mwenyewe atakuvika vazi lake la haki, atakuvika vazi la wokovu na haki, na atakuokoa kutokana na hizo heartbreak, kutokana na hayo machungu, kutokana na hayo maisha umeyapitia ya dhambi. Mungu atakukomboa so long as umekubali. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukuanza upya kwa kufungua tu moyo wako kwake. It's simple. Kwa kumruhusu katika moyo wako, kwa kumruhusu akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umeteseka vya kutosha, umekuwa Babiloni vya kutosha, lakini Mungu bado ni mwaminifu. Wewe ni mwana wa Mungu, yeye alikuumba na bado anakupenda. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, ili yule aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele na milele. Bwana Yesu, Mungu anakupenda. Acha kuangamia Babiloni. Usiangamie, mlilie Mungu, atakukomboa. Mruhusu Mungu katika maisha yako, atakukomboa katika ulevi, atakukomboa katika ushirikina, atakukomboa katika mambo yote. Maana si kazi yako, kazi yako ni kumruhusu. Ukimruhusu atakuja, atakuvika vazi la wokovu na la haki, na utahesabiwa haki. Maana hata Biblia inatuambia kwamba ni kupitia Yesu Kristo amefanyika haki yetu itokayo kwa Mungu. Na hivyo Mungu anapotutazama anamuona mwanawe Yesu Kristo, maana ametuvika vazi la wokovu,
la haki kupitia Yesu Kristo. Na hivyo ni kumpokea Yesu Kristo, ni kumkubali katika maisha yako. Anaweza akakuvika vazi la wokovu na la haki, na ukaacha mateso na ambao umekuwa ukiyapitia. Na hivyo siku ya leo uko pale unanitazama, ungependa kuokoka, ungependa kumpokea Kristo, sema Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Siku ya leo ninatubu dhambi zangu, ninaungama dhambi zangu na ninaomba ukanisamehe. Na Yesu Kristo, siku ya leo ninapokea uokovu, ninakupokea wewe Yesu Kristo, ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea, nipokee, nijaze na Roho wako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari ambayo nimeanza siku ya leo, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Amen. Baba, ni asante na hata kwa kunena nazi, kutuzungumzia kwamba yetu tu ni kukubali, na utatuvika vazi la wokovu na haki. Na licha kwamba wana wa Israeli walitenda dhambi na ukawaruhusu wakachukuliwa mateka, bado uliwakomboa, bado uliwavika vazi la wokovu na haki. Nasi pia siku ya leo kuna wana ambao Mungu wetu wamekukubali Baba, umewavika vazi la wokovu na haki. Baba, kawadumishe katika wokovu, kawaongoze Mungu wetu kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru siku ya leo Mungu wetu na mfalme wetu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kutuongoza siku ya Alhamisi. Katuongoze, katupiganie, kafungue milango yetu, kanyoshe mapito yetu, tukitangaza siku ya leo kwamba hakuna silaha iliyojengwa kinyume nasi itakayofaulu, na kila ulimi uliosimama kutuhukumu tunauhesabu kuwa ni makosa. Tuongoze, tushindanie kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno la Mwenyezi Mungu na hata kulipokea hili neno la Mungu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Limekuwa la baraka, hii YouTube channel limekuwa ya baraka. Ambia rafiki, ambie mwingine, na ili jamii ya wakambi wa wateule izidi kuwa kubwa zaidi na juu zaidi. Pia haya mahubiri yamekuwa ya baraka, nawe pia unaweza ukawa baraka kwa kutoa sadaka zako. Ni vizuri zaidi kama hii YouTube channel limekuwa ya baraka kwako. Usikwaga unamaliza wiki kama hujamtolea Mungu. Hata chagua kwa wiki, nitakuwa namtolea Mungu hii 500 yangu. Chagua kwa wiki, hata kwa kila siku kama uko na uweza, kwa mwezi kama uko na uweza. Labda hata ya madhabahu yamekuwa kanisa kwako, toa fungu lako la 10 na Mungu atakubariki. Na tunatoa kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana. Naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.